Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Kuambia kama ukitaka kufuatilia watu wenye utulivu na akili zilizotulia, baadhi ya wanadiplomasia, basi Irani imekuwa na hazina ya wanadiplomasia. Mara kadhaa nimewaambia kuhusu Muhammad Javad Zarif, mazungumzo ya JCPOA ya awamu ya kwanza ya kina ya Barack Obama, alikuwa anaweka hoja nyingi sana mpaka akafikia kuwa yes. Lakini kama hujapata muda wa kutazama interview ya Abbas Araghchi, hebu kitulia, hebu nenda kajaribu kuitazama pia CNN walivyozungumza naye kule Uturuki. Ametulia sana, akizungumza anakuwa ametulia sana na ana uwezo wa kueleweka vyema, huku akishusha pointi zake ambazo zinaeleweka vizuri anavyopanga. Kwa sababu unajua vyombo vya habari vya magharibi always ni vyombo vya magharibi ambavyo mara nyingi vitakuleta kwenye maswali ambayo wanataka ujibu ili uwape point kwa upande wao. Sasa inahitaji akili ya ziada sana kutaka kujaribu kuainisha tofauti ya vyombo vya habari vya magharibi na wewe kwenye maelezo yako. Licha ya kuwa CNN ni chombo ambacho ulimwengu wa magharibi wanaona kama ni wakala wa Irani. Hata ukipata muda baada ya interview, jaribu kupitia comments chini, utaona kuwa comment kadhaa ambazo ni zile ambazo naweza nikasema za watu maalum ambao nilishasema hili mara nyingi kuwa ukikamata media, ukikamata social, ukikamata technology, umekamata vingi. Moja ya swali aliyoulizwa Abbas Araghchi, akaulizwa yale maandamano ya ndani kwenu, kwa nini yalitokea mauaji vile? Akajibu anasema tulikuwa tuna maandamano yatoka tarehe 28 mpaka tarehe 8. Tulikuwa tuna maandamano ambayo serikali iliyaratibu, na serikali ilikuwa ikiwasiliana na viongozi wa maandamano kutaka kujaribu kutatua matatizo yao. Kwa hiyo tulikuwa tuna connection nao hao waongoza maandamano. Lakini anasema kuanzia tarehe 8, 9 na 10, anasema hizi tarehe ni tarehe au siku tatu ambazo kwa tathmini yake anasema ni siku tatu ambazo unazichukua unaziunganisha kwenye 12 days war, yani ile vita ya siku 12. Anasema hizi siku tatu zichukue ziunganishe kule. Hapakuwa na maandamano, tulikuwa tuna vita ambayo imefadhiliwa. Yeye anataja, anasema vita iliyofadhiliwa na Mossad na Amerika, kwa sababu ilikuwa ni vurugu, watu wenye silaha, makundi ya kigaidi yaliyopenyezwa kutoka nchi zingine yakaingia kwenye nchi, yakaanza kufanya mashambulizi makubwa ikiwalenga maafisa usalama. Kwa hiyo ile hali ilikuwa vile, na sisi tukaanza kukabiliana nayo. Jinsi anavyosema ni kile ambacho nimekizungumza mara kadhaa kuwa kilichotokea Irani, ukitazama sio kile ambacho EU walitake action kwa IRGC. Na hili niliwaambia kuwa walichukua hatua kwa IRGC, lakini IRGC ikachukua hatua dhidi yao. Halafu nimemsikia waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani analalamika, anasema kitendo kilichofanywa na IRGC dhidi ya EU sio halali. Yani wakati EU wamekaa wanasema kuwa IRGC ni shirika la kigaidi, wao walipitisha. EU ni nchi 27, Uingereza alikuwa 28 alitoka. Nchi 27 zinasema si halali kwa kile kilichofanywa. Yani wao wanasema IRGC ni shirika la kigaidi. IRGC imeketi ikatoa na yenyewe ikasema kuwa majeshi ya EU yote ni ya kigaidi. Wao hawataki kuitwa magaidi, ila wao wako tayari kumuita mwenzao gaidi na akubali title hiyo, kwa sababu sisi tumekuita, tunataka ukubali. Yani wewe kubali kuwa ni gaidi, ila sisi wewe huwezi kutuita sisi gaidi na sisi tukubali. Kwa hiyo wao wanaweka complain kwa nini Irani imeamua kuwaita EU magaidi. Sijui umeelewa? Kwa sababu Irani wamejibu kwa hilo. Nilisema athari ya EU kutaka kuwalazimisha IRGC kuwa magaidi ni athari mbaya sana, kwa sababu amezungumza Abbas Araghchi kwenye interview yake kuwa anasema
uimara wa IRGC kwenye pwani ya Irani na Oman ndio imeweka utulivu wa usambazaji wa mafuta kutoka nchi za Ghuba. Elewa, utulivu uliopo katika Ghuba ya Uajemi ambao unashikiliwa na IRGC ndio unaoweka utulivu wa usambazaji wa mtiririko wa mafuta ambayo yanatoka kwenye nchi za Ghuba kuelekea Ghuba ya Uajemi na kuelekea nchi zingine. IRGC ambayo sasa EU wanasema kuwa hili ni shirika la kigaidi. Unaposema shirika la kigaidi unakata uhusiano wote, yani ile diplomatic inakatika. Ili uweze kuzungumza nao wewe utatafuta mtu ambaye ana uhusiano nao yeye, halafu wewe una uhusiano naye yeye, ndio unakwenda kumwambia kuwa tunataka kitu fulani. Sasa wakati wanafikiria haya, sidhani kama walifikiria mbali zaidi, yani kuona wapi tunataka kufikiria, yani twende mbali zaidi kiasi gani. Lakini swala la Irani, ukirudi kwa Abbas Araghchi katika swali pia aliloulizwa, mko tayari kwenye mazungumzo? Hili nilisema si zuri sana kwa maoni yangu. Nadhani Irani kama walikuwa kwenye mazungumzo, basi walipaswa kunyamaza bila kutoa comment yoyote, kama tupo au hatupo. Wangeacha Marekani azungumze na aendelee kuzungumza kuwa tuko kwenye mazungumzo na Irani. Lakini sikutamani, au binafsi ningekuwa mshauri wa hili kitu, ningewaambia Irani hamkupaswa kutangaza kuwa mpo kwenye mazungumzo, kwa sababu tafsiri ya magharibi Irani kukubali kuketi kwenye meza ni ushindi, kwa sababu moja ya pressure ya Trump aliyokuwa akiwasukuma Irani ni kukaa kwenye meza, na Irani mara zote wamesema hatukai kwenye meza. Sasa Irani wanathibitisha kuwa tuko kwenye mazungumzo na Marekani ambayo sio ya moja kwa moja. Kwa nini sio ya moja kwa moja? Swali aliulizwa na CNN, anasema kuwa tulishapoteza imani na Marekani. Tulishapoteza imani na Marekani kwa sababu tulizungumza nao sana 2015. Tumeraruana nao sana kwenye mazungumzo ya muda mrefu mpaka tukaja tukafikia makubaliano. Hatimaye Marekani alikuja kujiondoa kwenye makubaliano kwa sababu zisizo za msingi, na sababu ambazo hakupata ushauri kwa ambao walikuwa ni mashahidi wa makubaliano kuwa je, hizi sababu zinamfanya yeye aweze kutoka kwenye hayo makubaliano ya JCPOA. Halafu anasema ni juzi tu tulikuwa tuna mazungumzo. Mazungumzo ambayo yalikwenda sehemu 5 tofauti. Lakini huyo Marekani tunazungumza naye kwenye meza, anatuzunguka, anakumtuma Israeli aanzishe mashambulizi ambayo baadaye anakuja kuingilia kati na kujisifu kuwa yeye alishiriki katika kuwa. Kwa hiyo anasema kuwa tumepoteza imani ya Marekani kuwa msuluhishi wa hili. Kwa hiyo ndio maana sisi haya mazungumzo hatutamani sana yaende yafike moja kwa moja na Marekani. Sisi tunatamani mazungumzo ambaye yawe na shahidi wa huku. Lakini amekazia pale alichosema kuwa Trump amesema tunaweza tukafikia makubaliano ya nyuklia. Araghchi akapiga mstari akasema ni kweli alichokisema Trump kuwa tuna uwezo wa kufikia makubaliano ya haki ya pande zote ya kinyuklia. Hakuna kingine. Maanake Trump hakuadi kingine. Anaposema kuwa mnapoleta swali kuhusu makombora ya masafa marefu na masafa ya kawaida na masafa mafupi, hilo swali halipo. Anasema kuwa hili si katika mada. Maana yake kuwa Irani wanachokubali kuwa tunaweza kukaa kwenye meza kujadiliana kuhusu nyuklia. Bas, yani tutakaa kwenye meza kujadiliana kuhusu nyuklia tu. Hatuwezi kukaa kujadiliana kuhusu uwezo wetu wa makombora, kwa sababu huo ni ulinzi wetu. Alikuwa anaongea na vyombo vya habari Araghchi pale Uturuki. Anauliza, anasema kuwa nani anaweza kukuzuilia ulinzi wako ambao umeutafuta we mwenyewe kwa haki yako, ambao si kuwa labda umeutoa kokote. Wakati wao wanatulazimisha sisi tuondoe ulinzi na usalama wetu, tuwe hatuna uwezo wowote wa kujilinda, wao wanazidi kumboreshea Israeli, kumpa silaha za kutosha ili aweze kutushughulikia sisi. Sasa wanachotaka tuzungumze kuhusu haki ipi? Kwa hiyo katika hayo ameyazungumza Abbas Araghchi, anasema kuwa tupo kwenye mazungumzo. Kwangu mimi binafsi sikupenda kuwa kwa nini yani utangaze kuwa upo kwenye mazungumzo, kwa sababu hii ikiwa Marekani watafanya mashambulizi ndani ya Iran, kuna credits zimepungua. Ikiwa Marekani atafanya mashambulizi kuwa alikuja kwenye mazungumzo na tukampiga, sio kwamba shida alikataa kuja kwenye mazungumzo, yani amekuja kwenye mazungumzo na tukamshambulia. Lakini kama Irani wasingetangaza chochote hata kama wapo kwenye mazungumzo, image ambayo inatengenezwa nje, unajua nje kunatengenezwa uongo mkubwa sana
yani nje. Na nimelizungumza hili kuhusu propaganda na gharama zinazotumika kuweka watu kukaa wanafanya, yani nje kule vijana hawa IT na wengine, unapokuwa pro upande fulani unaambiwa tu tafuta IT wenzako hata 20 na unawalipa wote, na yule atafute wenzake wangapi. Kwa hiyo mnyororo unatembea wa fedha, huyu anampa huyu anampa huyu. Yani kila IT mmoja na ka group kake ka IT wenzake 20 10, wote kazi yao ni kutembelea kwenye mitandao na kuhakikisha wanaweza kucomment. Lakini pia usisahau uwekezaji mkubwa uliowekwa kwenye robot ambazo muda wote zitakureply, yani utachokiweka zitajibu. Zile robot zinafanya hivyo, yani unaweka zinajibu, Rafael zinaweka zinajibu. Ndio uwekezaji mkubwa uliowekwa. Sasa hii ndio kazi kubwa inavyokwenda, ile kuhakikisha kuwa haya yote yanafanya kazi. Sasa hii si nzuri sana kwa Irani kujinasibisha kuwa tupo kwenye mazungumzo. Ikiwa mashambulizi yatatokea, kuna credit ambazo Irani zitakuwa zimeondoka, kwa sababu Irani hakuwa anataka wala hakukubali mazungumzo. Sema sisi hatuna mpango wa kuzungumza na wewe, na huo ndio msimamo wetu. Lakini licha ya kuwa wamekubali kuzungumza, wameweka masharti kuwa tutazungumza kuhusu nuclear tu, hatutozungumza chochote kuhusu uwezo wetu wa makombora. Sasa hilo sio pendekezo la Israel pendekezo lake kuwa haya yote yajadiliwe pamoja. Sasa nilivyogusia kule kuhusu uongo unavyoenea, jana nilikuwa nikifuatilia mjadala mmoja wa Bassam Youssef, namjua yule mchekeshaji wa Misri ambaye ni mchambuzi mzuri, anachekesha lakini anaongea vitu vya ukweli. Alikuwa akizungumza na Candace, nadhani unamjua, baada ya kuuawa Charlie Kirk yule wa Marekani. Huyu Candace yeye ana podcast yake, na amekuwa yeye ni against Israeli na serikali ya Marekani, na wamemwita sana kuwa yeye mbaguzi, yani anaubagua Uyahudi, antisemitism. Wamembandika sana hiyo lebo kwa sababu yeye amekuwa akipinga sana kile kinachofanyika. Kwa hiyo walikuwa wakijadili kuhusu hizi mada za uongo na zinavyotengenezwa. Na msikia Bassam anasema kuwa wazayuni kwa uongo ni kama kunywa maji, yani ni sehemu ya maisha yao, ni sehemu ya utamaduni. Halafu Candace anasema kuwa najiuliza vipi, yani unatengeneza jamii ambayo imejaa uongo sana, yani kuwa uongo si kitu kibaya kwao, yani wao kusema uongo ni kitu ambacho kiko wazi. Na nafikiri alitolea mfano mmoja akasema kuwa chukulia shambulizi lililofanyika kwenye ubalozi wa Israeli London mwaka 94. Waliohusika walifahamika kama wa Palestina, lakini in reality walikuwa ni Waisraeli. Yani walijulikana kuwa ni wa Palestina, lakini uchunguzi ulivyokuja kufanywa ikaonekana kuwa walikuwa ni mawakala ambao walitumika kwa ajili ya. Anatoa mfano ule ambao nimewahi kuambia kuwa wakati Wayahudi wanatakiwa kutoka kwenye nchi za Kiarabu kuhamia Israeli, hawakuhama hivi, kwa sababu Wayahudi walioweza kuhama walikuwa wa Ulaya, ndio walikuwa wepesi kuhama na kwenda Israeli. Lakini Wayahudi waliokuwa wameishi miaka na miaka na vizazi vyao vimekuwepo kwenye nchi za Kiarabu hawakutaka kuhama. Lakini nini kilitokea? Mossad wakafadhili makundi ambayo yaliwashambulia wao wenyewe, yani wakaua watu wao wenyewe ili kuwajengea hofu, kuwatisha na ili waweze kuhama. Ndio anawaambia katika kipindi kifupi Wayahudi karibu wengi walikimbia, ni zaidi ya 80% au 85 ya Wayahudi waliokuwa kwenye nchi za Kiarabu walihamia Israeli kwa kile ambacho kilitengenezwa wakati. Sasa chukulia hiyo ni miaka ya 50s ambapo kuwa propaganda inakuwa kubwa na vyombo vya habari, unapewa taarifa moja ambayo hiyo tu ndio inakujia, na hiyo ndio unaamini kuwa hii ndio taarifa. Sasa kule Marekani, Trump, mgogoro ambao umezaliwa ni ule ambao niliozungumza kidogo kwenye YouTube, kuwa mgogoro mbaya zaidi uliozaliwa hivi sasa ni wa hizi faili za Epstein. Mgogoro ambao unaweza kusema kuwa nakala 3,000,000 zimechapishwa, video 2,000, na picha karibu 180,000 picha zilizochapishwa. Trump ametajwa mara 1,000. Mara 1,000 ametajwa kwenye hii skendo. Kwa nini Trump ambaye yuko kwenye wakati wa kutaka kusaidia halafu anatajwa? Rudi nyuma kidogo nikukumbushe. Wakati Netanyahu alivyokuwa kesi zake zikiendelea ndani ya Israeli na yuko kwenye mgogoro wa Hezbollah pamoja na mgogoro wa Gaza, mashtaka yake mahakamani yaliondolewa. Mashtaka yalisimamishwa, yani kesi haikuendelea, ikastopishwa kwa sababu nchi ipo kwenye wakati mgumu. Na hilo limekuwa ni pendekezo ambalo amekuwa akilitaka mara kadhaa. Hata kwenye mgogoro wake na Roland Barr ilikuwa vile alisema kuwa alilazimishwa afanye hivyo, lakini mgogoro wake na muendesha mashtaka wa serikali ilikuwa hivyo kuwa alikuwa anaomba kesi zake zizuiliwe katika kipindi ambacho hakuna usalama.
na wamekuwa wakizungumza. Hata waziri wa ulinzi wakati Yoav Gallant alitoa malalamiko hayo kuwa alikuwa akitumika kwa ajili ya hivyo, kutaka kuzuia kile kitu asije akafika mahakamani. Sasa hebu jifikirie, wao kunapokuwa na tishio hilo hawawezi kumgasi kiongozi ili aendelee. Kwa nini Trump ambaye vikosi vyake anahakikisha vimepanga kwenye mstari na viko kwa sababu yuko kwenye threat, unapotoa faili ambazo zinamgusa moja kwa moja, unataka kuathiri utendaji wake au ni nini? Unamtishia kuwa usipofanya hiki tutafanya kile, si ndio? Manake kuwa usipofanya Kwa hiyo Trump yuko kwenye engo mbaya, hana maamuzi na hajui afanye nini. Ima akubaliane. Nilikuwa nikiangalia jarida la The New York Times, limeandika ile taarifa ambayo niliwahi kuizungumza hapa, lile swali ambayo niliwahi kuulizwa kuwa kweli Marekani inaweza kufanya kama ilivyofanya Venezuela, wamchukue Maduro wakafanya nini. Tathmini ya The New York Times imepafanua vizuri kabisa, wakisema kuwa hapa unazungumzia vitu viwili ambavyo ni tofauti kabisa. Unapoizungumzia Venezuela, unazungumzia Irani, hizi ni sehemu mbili tofauti kabisa. Anasema Irani sio Venezuela, wala haiwezekani kuwa Venezuela, wala Marekani anafahamu hatari ya kuingia Irani kwa hivi sasa, kwa sababu hofu ni kile ambacho amekizungumza pia jana kiongozi wa Iran Khamenei, akiongea kwa utaratibu kama kawaida yake. Anasema kuwa mgogoro wa mara hii kama tutaguswa utakuwa ni mgogoro wa kikanda. Yani anasema vita ya June, kama alivyosema Abbas Araghchi kwenye interview, anasema vita ya June ile 12 days war ilikuwa ni vita, anasema between us and Israel, kati yetu sisi na Israel ilikuwa vita. Lakini vita ya mara hii kwa sababu anaianzisha si ni Marekani, na sisi tumesema Marekani chochote mali yake kilichopo katika ukanda huu kitakuwa ni shabaha yetu. Yani unakusudia kuwa kambi za kijeshi za Marekani zilizopo Ghuba zitakuwa ni shabaha, askari waliopo Ghuba itakuwa ni shabaha, vitu vyote vilivyo karibu vitakuwa ni shabaha. Sasa shabaha hii ukiangalia kama malipizo ya Irani yanakwenda, maana yake hayatolenga Israeli pekee. Ndani ya Israeli kuna askari, lakini unapopima askari wengi kabisa wa Marekani wapo Kuwait 13500, lakini askari wengine wapo Qatar na nchi zote askari 40,000 wa Marekani wako kwenye hili eneo moja. Sasa unapopima madhara au kusema kuwa kwa nini itakuwa vita ya Mashariki ya Kati, kwa sababu Irani malipizo yake yatasambaa kwenye nchi. Wakati huo anasema kuwa nchi yoyote itakayoruhusu mashambulizi yaanzie kwake itakuwa ni target, na Marekani amekuwa akijiandaa karibu kwa nchi 4 ambapo kuwa anaweza akafanya mashambulizi yake kutokea kwenye hizo nchi za Kiarabu. Sasa hiyo ndio ambayo Abbas Araghchi anasema kuwa tutazua mgogoro mbaya zaidi, na ndio alichokisema Khamenei kuwa itakuwa ni vita ya kikanda. Vita ya kikanda inakuwa vipi? Irani atashambulia maslahi ya Marekani katika nchi zote ambazo yapo. Sasa zile nchi huenda zikareact na zenyewe kuwa, kwa sababu zitasukumwa na Marekani kuwa, lakini wakati huo proxy wa Irani ambao tayari wanafahamika kuwa shambulizi litalowekezwa Irani, ambalo shambulizi linakusudiwa kumlenga kiongozi wao. Unajua Khamenei si tu kiongozi mkuu wa nchi ya Irani, lakini yeye ndio anaonekana kama vile ni kiongozi mkuu wa Shia. Yani imamu mkuu wa Shia kwa sasa ni Khamenei. Kwa hiyo lile wao wanalichukulia kuwa ni shambulizi dhidi ya taasisi au dhidi ya imani ya Kishia. Kwa hiyo maana yake ndio maana wa Shia wanasema kuwa ikiwa shambulizi litaelekezwa kwa kiongozi wetu, maana yake wanapozungumza Shia wa Lebanon au Shia wa Syria au Shia wa Yemen au Shia wa Bahrain, Shia wa nchi yoyote wa Iraki pembeni, hawamzungumzii Khamenei kama kiongozi wa Irani, wanamzungumzia kama kiongozi wao wa kiroho. Kwa hiyo shambulizi linaelekezwa kwa kiongozi wetu wa kiroho. Sisi tunachotakiwa kujibu ni kuwa tutaenda kulinda au tutakwenda kumlinda kiongozi. Kwa hiyo ndio kile wanachokisema kuwa kutakuwa na jihadi. Kwa hiyo tayari Shia waliopo katika ile Mashariki ya Kati wamekwisha kujiandaa kwa jihadi ambayo itakwenda kumlinda kiongozi wao mkuu kama ataelekezwa. Na mashambulizi ya Marekani na Israeli yanakusudia kuelekezwa moja kwa moja kwa viongozi wa ngazi za juu. Sasa ndio kile kitu ambacho Khamenei anasema kuwa tutalipua vita ya kikanda, ambayo Abbas Araghchi anaipigia mstari kuwa itakuwa ni vita mbaya sana. Lakini Abbas Araghchi amesema kile ambacho Khamenei amekisema kuwa sisi hatutanii, kwa 100% tumejiandaa, na sisi vitu vyote, option zote ziko tunazo, kuwa ukitaka vita anasema hivi Abbas Araghchi, sisi wala hatutaki vita,
lakini kama tutaletewa option ya vita, tutapigana kweli, na tutapigana kweli kweli, yani sio kwa kidogo, tutapigana kweli kweli. Lakini sisi hatutafuti vita yoyote, tunajua kuwa madhara ya hii vita itakuwa kubwa sana, si kwetu tu, lakini itaumiza watu wengi sana katika ukanda mzima. Kwa hiyo sisi tunaona njia bora zaidi ni ile njia ya meza ambayo itakuwa ya kidiplomasia, ambayo haitochukiza wengine, ipo katika kuheshimiana na kuzingatia misingi ya wengine. Kauli zile zile anazungumza Abbas Araghchi, na ni kauli hizo hizo ambazo anazungumza nani? Khamenei. Ni kauli ile ile ambayo alizungumza mshauri mkuu wa usalama wa Irani alipokuwa Moscow, Ali Larijani. Amezungumza kuwa tuko kwenye mazungumzo maybe yenye kujenga, lakini Trump ameongea na vyombo vya habari pia jana, akasisitiza akasema kuwa mwelekeo wa mazungumzo ni mzuri na huenda tukafikia kwenye kile. Lakini rudi sasa ndani ya Israeli, angalia vyombo vya habari hasa vilivyo katika mrengo wa serikali ya Israeli, utagundua Rahby Digital, haki na ukweli.